unapaswa kufanya ili upokee jambo jipya kutoka kwa Bwana? Ufanye nini? Sasa majibu nimeshakupa hapa. Sawa sawa, Narudia tena, chochote unachokihitaji kipo. Haleluya, haleluya. Jambo unalopaswa kufanya la kwanza, moja ni kumwamini Mungu. Sasa kama neno kama hivyo limekuja, inawezekana limekuta kwenye mazingira mengine tata, unaanza kubishana. Moja ni kumwamini Mungu, kile anachokisema. Hapa ni Mungu anasema na wewe, ni kumwamini Mungu kile anachokisema, ni kumwamini Mungu kile anachokisema na kuamini kuwa atafanya kile alichokisema. Hiyo ni hatua ya kwanza. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena, ni kumwamini Mungu kile anachokisema. Kwa mfano, unaposoma neno, ni Mungu anasema, sawa sawa. Biblia inasema neno la Bwana likamjia nabii kusema. Unaposoma kilichoandikwa baada ya kusema, maanake unaposoma ni sawasawa na yeye anasema na wewe. Amen. Unasoma kilichoandikwa alichokisema. Kwa hiyo unaposoma alichokisema, maana yake unasikiliza alichokisema. Kwa unaposoma neno, ndio Mungu anasema na wewe. Sasa moja ni kumwamini Mungu kile anachosema unaposoma au unaposikiliza mafundisho kama hivi. Tuko pamoja? Amini. Amini. Na kuamini kuwa atafanya kile alichosema. Yaani hapa kile Mungu anachokisema kipokee. Amini kwamba Mungu kama ulivyosema itakuwa. Naongea na mtu? Naongea na mtu? Bwana asifiwe. Kama Mungu hajanipa hilo gari, mimi nilikuwa naomba, lakini penda kwa mseka bwana sio kupanda bodaboda. Sipani na boda yangu. Kaambia Mungu akumbe usafiri wako. Hilo ni neno. Sawa sawa? La kinabii. Tuko pamoja? Okay, linanikuta, inawezekana sina hata shetani. Kwa inawezekana akili zinakataa, gari nitalipataje, si kweli? Lakini mimi sitaki kuangalia mwilini inakuwaje, nataka niangalie rohoni neno lilosemwa kwamba litakuwa kama alivyosema. Nyakati wa pili 20:20 nasema, muaminini Mungu mtathibitika, si kweli? Waaminini manabii zake mtafanikiwa. Kwa aliposema mtumishi wake, nilidaka kama lilivyo juu kwa juu, nikasema kama ulivyosema itakuwa. Nikaenda kuliombea kwenye ibada na wanangu, tuombe Mungu atupatie 1 2 3. Bwana kwa sifa. Haikuchelewa. Kwa kile alichokisema tayari kimeshakuwa, ili kitokee mwilini ni wewe kuatamia kile kilichosemwa ili kiwe. Kwa lazima uamini alichokisema na kuamini kwamba atafanya kama alivyosema. Sikumuona yeye aliyesema, nilimwona ni Mungu amesema ndani yake, nikaikamata kama lilivyo, nikalishikilia, nikapeleka kwa watoto wangu tuombe, Bwana kafanya. Unanielewa? Unanielewa? Kwa hiyo neno linapokuja, Mungu anapotamka, tumeambiwa jambo jipya, si ndio? Ni Bwana amesema. Sasa liamini kama lilivyo. Ifanye kama wewe uchizi fulani, lakini liamini Mungu, najua kuna jambo jipya linakwenda kutokea. Litatokea mashariki sijui, magharibi sijui, kusini sijui, kaskazini sijui. Najua jambo moja, kama ulivyosema kwa kinywa cha mtumishi wako, nasikilia jambo jipya. Baba, tenda jambo jipya kama ulivyosema, na yasahau ya kale na yafuta ya kale.
niliomba Ijumaa hapa. Kwa yale ya kale yafute. Mwambie Mungu, naomba unifanyie jambo jipya. Ni kazini kwako, biashara haiendi, yale ya kale, unaona biashara ni moja yakaoza manyanya. Kaozaje? Yale ni ya kale. Mwambie Bwana yafuta. Nafanyaje? Napokea jambo, nitauza, vitaisha. Nitauza mpaka wateja watakosa bidhaa. Hilo ni jambo jipya. Kwa hiyo kabla jambo jipya lijaje, cha kwanza amini kwanza, alafu anza kufuta mentality ya kwamba yani inawezekana kuna siku unaenda kabisa kwenye biashara unafungua ushaanza kujitabiria itakuwa kama jana. Kama jana. Kama jana. Wewe jambo jipya liji. Biblia inasema nitakujibu sawa sawa na vinyago vilivyoko wapi? Sanamu zilizoko kwenye moyo. Yaani kuna jambo umelifikiria, umeliwaza mchana, umeliwaza usiku mchana, afu umelala. Vile vile ulivyokuwa unaliwaza vile vile Mungu anakuletea nini? Ninakuja kwa mfumo wa nini? Wa ndoto. Afu naamka jamani nimeota ndoto. Ndoto gani? Kabla ya kufasiri ndoto, jiulize kabla ya kulala ulikuwa unawaza nini? Ulikuwa unatafakari nini? Yaani umemtafakari maskini Mungu kwamba jamani atakuwa mke wangu atakuwa hivi matili. Afu usiku naota jamani tunamvalisha pete. Uko kanisani mafunga harusi. Unaamka asubuhi na Mungu amenijibu maombi jamani. Kakujibu maombi wapi? Ulikuwa unaliwaza hilo una adabu. Afu na kule kudanganya kabiti kwa watu. Bwana amenionyesha. Bwana amesema na mimi niko na wewe tunafunga ndoa madhabahuni. Uongo tu. Ndio unachoona kiwaza hicho. Utajibiwa sawa sawa na sanamu kwenye moyo wako, kwenye moyo. Nebukadneza Biblia inasemaje? Yale mawazo yalikuwa kwenye kitanda changu, mawazo. Alipolala yakaja kwenye ndoto. Kabla kulala ulikuwa unawaza nini tambo? Ulikuwa unafikiria nini? Ndio maana nashangaa watoto wangu, ukienda kwenye chumba cha kulala, unakuta sasa kwenye ndoto, sitaki, niache. Unaona? Yale michezo ya asubuhi sasa inaanza kureflect usiku. Niache bwana. Au mimi kana kula hivi. Mchana kuna gani tafuta publish ka Joshua. Usiku sasa wewe. Ukiamka unasemaje? Nimote nipana kula supu. Wapi wewe? Ni watu wenyewe. Ni watu wenyewe. Chunga sana. Kuongea kinaambia nimeota 1 2 3 4 na kusikiliza. Yaani uko ndani kuna kataa. Hauna fasiri yoyote ya Biblia. Unajua zika ni mawazo yako. Ndoto nyingine hazina fasiri. Kwa hiyo ni mawazo yako, frustration zako, kuna mtu ulikuwa unamwazia vibaya umegombana naye, ikaja kwenye ndoto. Yaani nimeota mpaka na kumoto. Wewe wapi acha ujinga wako? Jambo la kwanza. Luka 1:8. Andika maandiko basi. Luka 1:8. Hesabu 19:19. Wanangu, tunapokea jambo jipya jamaa. Tutalipokea, tutaliona jamaa. Amesema litachipuka sasa, hamtalijua sasa. Nataka tukalijue sasa. Tumeshapokea tayari, amen. Ila kwenye kuliona, kulijua sasa, tunahitaji mchakato wa kuomba. Amen. Amen. Unaombaje sasa? Si tumeshapokea neno la kinabii, si ndio? Tunaombaje? Neno la Bwana likamjia Yeremia kusema, kwa kuvisoma vitabu Danieli akafahamu. Sasa wewe umefahamu neno ambalo Mungu alisema kwa mtumishi wake, si ndio? Danieli aliombaje?
hakuna neno linalokuja ikiwa hakuna mazingira unayopitia. Unanielewa eh? Narudia tena. Hakuna neno linalokuja kwa mtu ikiwa hakuna mazingira unayopitia mabaya ya mtu. Walipolia kwenye shida zao, walipolia kwenye dhiki zao, Mungu alifanyaje? Alilituma neno. Kwa hiyo neno linakuja kama mkombozi kwenye eneo ambalo unalipitia. Kwa Mungu anaposema atafanya jambo jipya, maana yake kuna mahali unapitia. Hilo amini, kuna mahali. Lakini anataka afanye kitu tofauti na hicho unachokipitia. Sasa ili kila anachokisema kiwe sadiki alichokisema. Unanielewa? Okay. Hebu angalia Mwanzo. Utanielewa pena shida. Mimi hata wagumu wa kuelewa wataelewa tu. Neema hiyo ninayo. Hata wewe kilaza utaelewa tu. Mwanzo 21 mstari wa kwanza. Muaminini Mungu mtathibitika, waaminini manabii zake mtafanikiwa. Mwanzo 21 mstari wa kwanza pale. Tufike pale kwa nguvu zote. Anasemaje? 1 2 3. Bwana akamjia Sara kama alivyonena. Na Bwana akamfanyia kama alivyo. Naomba urudie tena. Bwana akamjia Sara kama alivyo. Na Bwana akamfanyia kama alivyo. Kwa hiyo kabla ya kufanyiwa lazima Mungu kwanza aseme. Mabla hajanielewa. Kabla Mungu hajafanya chochote lazima kwanza Mungu aseme. Nisikilize. Biblia inasemaje? Hapo mwanzo kulikuwako, naye neno alikuwako, naye neno alikuwa. Vyote vilifanyika kwa huyo, na pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Kwa hiyo kila kilichofanyika kilifanyika kwa neno. Neno ndiye aliyefanya. Si ni kweli? Si ni kweli? Kwa hiyo Mungu hafanyi kitu kama hajasema kitu. Hata unanielewa? Hajanielewa vizuri. Nisikilize. Mariamu ni bikira, hamjui mwanamume. Si ni kweli? Amechumbiwa, katolewa na posa na Yusufu. Malaika anakuja kwa Mariam, anamwambia salamu, bikira, umepata neema kwa Mungu. Utachukua mimba, utamzaa mtoto wa kiume. Akaeleza pale. Mariamu akauliza swali kwenye Luka 1:34. Akamwambia hivi, hilo neno uliloniambia, hilo neno ulilolisema litakuaje? Narudia kusema, Mungu hafanyi kitu kama hajasema. Malaika ametumwa kusema neno, mtoto atazaliwa. Sawa sawa. Sasa Mariamu anauliza, hiki ulichokisema, neno hilo ulisema litafanyikaje? Litakuaje? Kwa sababu alikuwa na neema. Akamwambia okay, sawa. Roho Mungu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli, kwa sababu hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana aliye juu. Nisikilize. Na ndugu yako Elizabeti, kwake huu ni mwezi wa 6. Yule aliyekuwa tasa sasa hivi ana miezi 6 ya ujauzito, kwa sababu 37 hakuna neno lisilowezekanika kwa Bwana. Ili neno ili lifanyike, Roho Mtakatifu atakujilia. Ni neno tayari limeshasema. Ili neno lifanyike sasa, Roho Mtakatifu atakujilia, nguvu zake zitakufunika
zitatengeneza hilo neno liwe mwili, lionekane. 38 Mariamu anasemaje? Mimi ni mjakazi wa Bwana, sawa sawa, na iwe kwangu kama ulivyosema. Ukiona akili hazielewi Mungu anachokisema kwa mazingira unayoyapitia kama haliwezekani, usikweshe, kwa sababu Mungu akishasema ana uhakika anachokisema kwamba atakifanya. Nisikilize, tulisikiza Ijumaa hapa, wakati Samaria kuna njaa imeingia, mavi ya njiwa yanauzwa. Mama mmoja akamwendea mama mwenzake, kama ndugu yangu, tufanye kitu kimoja, njaa hii ni kali, tutakufa leo, tumle mtoto wako, kesho tutamla wa kwangu. Kweli kweli, wakamtokosa mtoto wake, ukamla supu mtoto. Kesho ni zamu ya mtoto wake kuliwa, njaa ni kali. Yule ndugu akasema, wewe mtoto wangu simtoi, mtoto wangu simtoi. Kesi ikafika kwa mfalme. Mfalme, kuna kesi, tulikubaliana hapa, tumle wa kwake, aje wa kwangu. Wa kwangu ameliwa, wa kwake amekataa, tumle. Mfalme mwenyewe analoma basi, akasema kesi ni ngumu, kesi ni ngumu. Sasa nisikilize, mtumishi wa Mungu Elisha, Wafalme wa Pili sura 7 mstari wa kwanza. Elisha akawaambia watu wa Samaria, nisikilizeni, kesho panapo majira kama haya, unga mzuri kwa kipimo cha shekeli utauzwa katika lango la Samaria. Ni Bwana amefanyaje? Amesema kwenye kinywa cha mtumishi wake, kwa sababu mtumishi wa Mungu ni kinywa cha nani? Sasa angalia, nimekwambia amini kile Mungu alichokisema. Amini Mungu atafanya alichokisema. Mungu ameshasema kesho. Sasa angalia, mazingira yanakataa. Tumeshakula mavi ya njiwa, ndio chakula chetu. Ukame ni mkali. Unasema kesho unga utauzwa, utapatikanaje? Itakuwaje kwaje? Ndio akili inakuwa ina question. Itakuwaje? I'm a trillionaire. Either you believe or not, I am a trillionaire. Unanielewa? Sio, unanielewa? Wengine wanasema sisi ni watoto wa trillionaire. It's well, it will die. It will be so. I am. Sasa wewe usipoamini kivyako, kwa shida ni nini? Ila mimi nilichokisema Mungu atafanya kama nilivyosema. Kwa sababu gani? Mungu anafanya alichokisema na anafanya unachokisema. Mtu atakula matunda ya kinywa chake, atashiba mazao ya midomo. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, nao waupendao watakula matunda yake. Wewe unapenda kula nini? Enda kujitamkia, mimi nitakufaga maskini, nitakufaga bila mimi kazi basi. Sema hivyo hivyo, utafanyiwa kama ulivyosema. Kwa hiyo Mungu hafanyi chochote kama hajasema yeye, na Mungu hafanyi chochote kama hujasema au hujasemewa au hujatamkiwa. Umeelewa eh? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu akafanya jambo kwa wakoma kule. Unaelewa eh? Ndio mission ya chakula kupatikana ilikuwa ni vile. Majira yale yale wakati ule aliyosema Elisha ikawa vile vile. Sasa yule aliyekataa hakuamini lile neno, alimwambia Elisha, nisikilize, mambo haya yatakapotokea wewe utakula kwa macho. Unaenda kula kwa macho? Unaenda kula kwa macho eh? Unaweza anatafuta unafanyaje? Unatoa jicho. Akasema utaona lakini hutakula. Alafu cha pili, watu watakukanyaga kwenye lango la nini? La Samaria. Kwa nini? Ukuamini. Nisikilize. Zekaria, wakati Mungu amemtuma malaika kwenda kumwambia Zekaria ya kwamba atapata mtoto ambaye atamwita jina lake Yohana, malaika ameenda kumpasha habari. Zekaria akamwambia hivi, malaika, hili naloniambia, kwa sababu mimi ni mzee, si ndio? Na mke wangu ni mkongwe wa siku nyingi, jambo hili litawezekanaje? Una question Mungu alichokisema, una doubt Mungu alichokisema.
Maana unasema Mungu alichokisema hiki hakiwezi kufanyika, si ni kweli? Hakiwezi kutendeka. Malaika mwenye Biblia alimpa adhabu malaika, akamwambia nisikilize, mimi ni malaika Gabrieli, nimetumwa nikupashe hizo habari njema. Kwa sababu hukusadiki maneno haya, nisikilize, utakuwa bubu, hutasema mpaka yatakapofanyika. Lakini ashika tu ghafla Elizabeti 9 alipozaliwa, wanatafuta jina la kumpa mtoto. Kile ambacho yeye akusadiki Mungu akakifanya, akamwambia sasa utakuwa bubu mpaka atakapotokea niliyokuambia. Mtoto apewe jina, tafuta jina baba. Sasa mama ataitwa Yohana, tuliambiwa aitwe Yohana. Sasa kwenye koa hakuna Yohana. Akamwambia basi tumuulize baba yake. Baba hasemi, akasema leteni ubao. Alipoandika anamalizia na ulipokafanyaje, akaanza kusema. Utamwogopa Mungu sivyo kawaida. Kesho Mungu akuletea kutalibisha. Sasa wengi hamwamini kwa sababu mjala mkongoto. Utaamini kilazima. Kesho Zekaria akiambiwa jambo na Mungu ajarisha akili zinakataa, anasema Mungu naamini. Naamini. Na wewe amini, ajarisha akili zinakataa. Mwanzo 18:11 Mungu anamwambia Ibrahimu, yuko wapi mkeo Sara? Akamba yuko hemani. Kabisa, nisikilize, majira kama haya mwakani nitakujilia, atapata mtoto wa kiume. Sara anasikia kule Mungu anaposema kwamba mwakani nitapata mtoto akacheka kweli. Akasema yani na uzee huu na ukongo huu, kwanza tayari mapengo yako hivi, nitapata mtoto nini? Ni Mungu ameshasema. Mungu anamwambia Ibrahimu, kwa nini Sara anacheka akisema kwamba litawezekana kweli jambo hili? Sara kule akasema sijacheka. Akamwambia hapana. Mungu anamwambia umecheka. Akamwambia ni swali, ni jambo gani gumu la kumshinda nani? Mungu akaanzia pale pale, majira kama haya mwakani nitakujilia. 21 tuliyosoma inasema Bwana akamjia Sara kama alivyosema. Bwana akamfanyia kama alisemaje? Alitangulia kusema majira ya kama mwakani nitakuletea mtoto. Akamjia majira yale akamfanyia kama alivyosema mwaka uliopita. Sawa sawa. Kwa hiyo Mungu afanye kitu bila neno, lazima uwe na neno. Shikilia neno, atamia neno mpaka limekuwa halisi. Nisikilize, Biblia inasemaje kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1? Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, si ndio? Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa limefunika juu ya nini? Afu na Roho Mungu ametanda juu ya uso wa maji, si ndio? Hatuoni chochote. Sikiliza, tunamwona Roho Mungu pale, lakini hakuna chochote kilichofanyika. Mariamu anamwambia malaika, litakuwaje neno hili? Neno lipo, lakini Roho Mtakatifu litakuwaje? Okay, Roho Mtakatifu atakujilia na nguvu zake zitakufunika, alafu atatengeneza hilo neno liwe halisi. Huku kwenye Mwanzo tunamuona Roho Mtakatifu yuko ameshandalize pale, lakini neno halipo. Mstari wa 3 Mungu akasema iwe nuru, ikawa. Sichumi neno anachokisema. Mungu hafanyi kitu kama hajasema. Kwa hiyo unaweza kuwa umejaa nguvu za Roho Mtakatifu, lakini maisha yako yakawa ya hovyo. Kwa nini? Kuna neno. Ili Roho afanye kitu lazima kuwa na nini? Kuna nini? 1, neno la Mungu. 2, neno lako. Unasema nini? Efeso 3:20 atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo na tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu inayotenda kazi wapi?
ndani yetu. Kwa hiyo Mungu anatumia nguvu iliyoko ndani yako kutimiza neno lake alilolisema, kuumba, kulifanya lile neno liwe halisi. Namba 2, Mungu anatumia nguvu iliyoko ndani yako kutekeleza neno unalolisema kwa ajili yako au unalomtamkia mtu mwingine. Ndio maana chunga sana unamtamkia mtu nini au unajitamkia nini. Inategemea level ya nguvu iliyo ndani yako kufanya, kutenda unachokisema. Kama Mungu hafanyi bila kusema na anafanya kwa nguvu za Roho wake Mtakatifu, na wewe hakifanyiki chochote bila kusema na hakitendeki chochote bila nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unaweza ukawa na neno la Mungu ndani yako, kama una nguvu ya Roho Mtakatifu neno haliwi halisi. Neno lipo, Mariamu, neno lipo, alikuwa anauliza litakuwaje? Unanielewa? Neno lipo, lakini neno litakuwaje halisi? Yaani kwani huyu mtoto afanyike awe itakuwaje? Kama okay, Roho Mtakatifu. Kwa hiyo lazima uwe na Roho Mtakatifu. Number 1, number 2, uwe na nini? Neno. Roho yuko pale. Roho anasubiria neno. Yesu, Mungu aliposema iwe nuru, Roho ameshaingia kazini. Anaumba nini? Nuru ikafanyika. Amen. Ile nguvu ya Mungu uliyoibeba inasubiri neno. Bro, unanisikia? Inasubiri neno lako au neno la Mungu. Unaposema imeandikwa, ninasema naomba, basi ndio. Wakati nimeenda Nairobi, niko kwenye familia moja pale. Sijui kama nifuatilia sasa mama. Naomba siku ni kubwa. Nikasema katika jina la Yesu ninaamuru ardhi hii. Usiwaambie kanisa hizi. Ndio anaye bwana, mambo mengine tukieko yaona nafikiri kuna watu wanaishi zitu wanasindikiza maisha. Nikasema ninaamuru iwe moto. Sasa kama pepo iko ndani, ukikanyaga pepo haliwezi kukanyaga moto. Niliposema vile, unanielewa tukisema? Ni neno nimesema, lakini lile neno nilolisema ili liwe nategemea nini? Nini? Si nimeshasema neno nategemea nini? Nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndio maana kuna mengi unayasema uone kitokea. Shida sio ulichokisema, shida nguvu ya kutekeleza ulichokisema haipo. Kwa nini sisi tulishindwa kumtoa? Sio kusema tu pepo toka. Kuna nguvu gani nyuma yako ya kutoa ulichosema kitoke? Yesu alipokuja akamwambia mleteni kwangu, kabla hajamkaribia akasema umziki mwingine kajibwaga mwenye chini. Yesu akasema fumba kinywa, mtoke na usimwingie tena. Alikaa. Tofauti yao watu ni nini? Ni neno au ni nini? Nguvu. Umeongea maneno mengi, hakuna nguvu. Unahitaji nini? Nguvu ya Roho Mtakatifu. Roho yuko pale anasubiri neno. Aliposema iwe nuru, nuru ikatokea. Sijui maji yakusanyika mahali pamoja. Anaposema lile neno, Roho Mtakatifu anakwenda kuumba kilichosemwa. Kwa unahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu, unahitaji na neno la Mungu mwenyewe. Amen. Au unahitaji neno lako mwenyewe katika jina la Yesu. Unaposema katika jina la Yesu iwe hivi, ni kwa jina la Yesu Kristo inakwenda kutendeka. Mkiomba neno lolote kwa jina langu hilo nitalifanya. Kwa hiyo Mungu afanye anachokisema ambacho ni nje na neno lake, useme kwa jina lake. Na ili afanye anataka useme neno lake alilolisema. Unasema imeandikwa, watashindana nami lakini hawatanishinda. Si ndiye aliyesema atakwenda kufanya kama alivyosema. Wewe una nini? Ni sawa, chawa imekuja. Unaanzaje? Mungu amekuja tena leo.
Kwa hiyo malalamiko na inamuondoa pepo? Hamuondoi. Neno linasemaje? Yeremia 1:11 inasemaje? Neno la Bwana likamjia Yeremia mara ya pili kusema, Yeremia ona nini? Akasemaje? Naona ufito wa mlozi. Kaambia, umeona nini? Vyema. Mimi sasa naliangalia neno langu nipate kufanyaje? Kulitimiza. Kwa hiyo Mungu angalia matatizo unayoyaona. Umeona vizuri kabisa unayo matatizo. Ni vizuri umeona. Changamoto ni vizuri umeziona, lakini Mungu hafanyi unachokiona. Anatekeleza neno lake alilolisema kinyume na unachokiona. Ni kweli unayoona magonjwa, sawa. Neno lake linasemaje juu ya magonjwa? Unasema, Bwana ulisema nitakuondolea ugonjwa wote, wala hutatia maradhi yoyote niyajuayo ya Misri. Bwana ulisema kwa kupigwa kwako nimepona. Bwana ulisema uliyatoa madhaifu yangu, ulitoa magonjwa yangu pale msalabani. Roho Mtakatifu yatwaye sawa sawa na neno lako, kwa sababu amesema. Ulisema, Bwana mimi ndimi nikuponyaye. Mungu wewe ndiye uniponyaye. Ulisema, kwa sababu Mungu si mtu asiye uongo, si mwanadamu akajuta. Alichokisema atakitenda, kwa kuwa amesema atafanya alichokisema. Utashangaa ugonjwa ulikotokomea hujui, tatizo likotokomea hujui. Why? Kuna neno, kuna nguvu ya Roho Mtakatifu. Sasa huyo roho ndio kila siku namuudhi na kumkasirisha. Mtekelezaji wa hicho unachokisema au kile Mungu alichokisema ni nani? Roho Mtakatifu. Utasema jambo litatokea, si wewe. Roho anakwenda kutekeleza. Kama mimi ni mtumishi wa Mungu na moto ushuke ukutekeleze akida na msini wako. Ulichelewa moto, ulichelewa pale why? Neno, nguvu katokea. Unanielewa? Tunaenda kupokea jambo jipya. Tuamini Mungu alichokisema atafanya kama alivyosema. Kama amesema atafanya jambo jipya, litachipuka, tutalijua sasa. Basi tunakwenda kupokea jambo jipya kutoka kwake. Tutakwenda kulijua na kuliona sasa kwa jina la Yesu. Amina, amina. Amini tu. Kama kile zielewe, kama Mariamu, mwambie na iwe kwangu kama Bwana alivyosema. Napokea jambo jipya, litakuwa. Jambo la pili. Jambo la pili unalopaswa kufanya, jambo la pili, unapaswa kuyaondoa. Unapaswa kuyaondoa. Unapaswa kuyaondoa. Unapaswa kuyaondoa. Kuyaacha. Mambo ya kwanza, sasa ule mfano hapa niliokupatia utaelewa vizuri, sawa eh? Mambo tayari Mungu ashayafanya rohoni, amekukuta na mambo yako hapa. Neno linapokuja kwa ajili ya kubadilisha kwenye msimu mwingine mpya, anataka yale aliyokukuta nayo uamue kuachana nayo. Moja, mentality yako, fahamu. Unanielewa? Kuwaza kwako, kufikiri kwako, kutafakari kwako, anza kubadilika sasa, kwa sababu unapokea kitu kingine kipya tofauti na ulichokuwa nacho. Kwa lazima akili zako anze kuziambia I'm a billionaire, I'm a trillionaire. Yaani akili unaanza kuiambia mapema kabisa, unaiandaa mapema kupokea trillionaire. Sasa akili shazoea maskini, ukishaambiwa kuna bilioni ziko hapa, nasema mimi. Kama ungekuwa mwewe ungesema swelaga. Ingekuwa nakijua kilugha mimi ndio ningepita kushoto jamani. Mwenyewe wa mchongo. Amen. Kwa hiyo unapaswa kuyaondoa na kuyaacha. Mambo ya kwanza,
Inawezekana ulipitia mateso, kuchukiwa. Bwana kwa sifa. Sasa Mungu anapokuletea mumeo unafikiri ndo wale wale. Nikila naye kuja bwana niachaga tu huyu bwana sina ndani naye. Kumbe ndo mumeo kabisa. Kwa sababu akili shazoea kuachwa. Kupigwa za mbavu. Akili shazoea kupigwa za mbavu. Hata ikikuletea halisi. Ndo wale tu. Wale. Badilisha fikra. Tumeamini kuna jambo jipya Mungu anafanya. Amen. Nimesema sijui ni lipi, lakini anza kubadilisha mentality yako ili linapokuja usiwe kama Zekaria unajiuliza litakuwaje. Utapiga Mungu. Likija kwa sababu ushajiandaa kupokea kutoka kwa Bwana. Mwambie Mungu na hiyo naamini kabisa. Aya. Upo. Kwa hiyo unapaswa kuyaacha mambo ya kwanza na kutoyakumbuka. Hajalishi kwamba kanjanja ile kuzalisha kukimbia, mwingine akakukimbia. Usiyakumbuke hayo. Amen. Bwana kwa sifa. Hajalishi Asha alikukimbia, sijui Ashura alikukimbia, usiyakumbuke hayo. Kwenye mwanzo mpya Mungu anakuletea wakufa. Na kufanyaje? Na kuzikana. Mimi nataka wakula bata. Kufurahia. Mungu bana kuzikana. Wakula bata. Nini nasema? Viapo. Mimi siwapishaji hivyo. Sio mimi. Sikumbuki kama nilipomwapisha mtu namfungisha ndoa hapa nikasema kwamba kufa na kuzikana. Shida? Hapo kidogo. At least. Na kutoyakumbuka yote uliyoyaishi na kuyapitia hapo kwanza. Tuko pamoja? Yaani sijajua ulipitia nini? Changamoto gani? Naomba tafadhali usikae na vidonda vya kwanza. Amen. Naomba nirudie tena. Kuna mama ananitazama usoni hapa, nikani shisha mwache. Unapaswa kuyaacha mambo ya kwanza na kutoyakumbuka yote uliyoyaishi. Sasa uliishi maisha ya shida, si ndio? Maisha ya tabu. Ulipitia kunyanyasika. Hiyo imeacha alama wapi? Tuko pamoja? Mungu anapokuletea jambo jingine jipya, hayo yasahau. Hayatakiwa kwenye mwanzo mpya, kwenye jambo jipya hayatakiwi. Yaani sasa hivi unakula kuku, unaanza kukumbuka matembele. Ya kule. Jamani, nizile tembele nilikula mpaka zikaongea tumboni. Huku unasahau masuala ya tembele. Mnakumbuka leo Ijumaa miguu ya kuku? Ito mitamu. Hii ina vitamini. Ina vitamini wapi? Una hela. Sasa acha Mungu akutendee kama utakula miguu ya kuku tena. Udi. Mimi miguu ya kuku nilishi. Miguu ya kuku shida ni. Mwambie kaka na ndimu, pilipili jana alisahau na pilipili. Wewe miguu ya kuku ndio kuzoea. Wacha Bwana kufanya jambo jipya. Utasahau miguu ya kuku. Utakuwa ni mtu kuagiza kuku mzima. Bwana nikumbuka kwa hapo niwekee miguu ya kuku, lakini jana ilikuwa ndo familia yako. Sasa kwenye Mungu akikufanyia jambo jipya, usifikirie miguu ya kuku bwana. Na utumbo. Vichwa. Yaani kuna watu watafunaji wa vichwa vya kuku. Hapo anajifanya vitamu. Sio vitamu, hela huna. Mbona wengine atuli vichwa kwa nini vitamu? Ni kwa nini? Jamani, kuna jambo jipya Mungu anafanya. Tuanze kujisaulisha vya kale. Tuanze kujisaulisha vilivyopita
iambie Bwana bye bye bwana, mimi huko sitaki nikuone huko tena, sitaki nikusikie. Yaani anza kujizoesha. Nilikwambia kuna homework moja nilikwambia unapoamka jiambie I'm a billionaire, I'm a billionaire. Si unaelewa vizuri? Yaani umelala asubuhi, unapoweka mguu kwanza billionaire, billionaire. Unaizoesha akili hivyo. Yakija kuwa ushazoea. Leo watu wengine tuone kanisani. Kwa nini? Hela zimewakuta, umeshakuwa libuke. Mbona mpaka sasa wanasema mtu ambaye yeye kushika hela nyingi akija kuzipata kwa pamoja na hakuandaliwa kifikra, my friend, anayeuka. Nyinyi mnaelewa? Tuna ndugu ambaye alikuwa anachimba migodi madini. Alipopata ile jamaa lile hela za kwa pamoja, niliitwa mchungaji. Ndio hizo kesi tunaitwaga. Yaani naomba badilika sasa hizi. Yeye kama amefanikiwa, amebadilika kabisa. Alipopata nini? Amebadilika kabisa. Amekwenda, yaani angalia mbona yafanya. Katoka kaenda zake Zanzibar, toka Chunya. Kachukua na ndugu zake Zanzibar kula bata. Nikasema Mungu wangu. Una familia, una mke. Unakwenda kuzitumia wapi? Huyu ni mtu ambaye akili yake ilikuwa bado haijazoeshwa kushika nini? Sasa akishazishika tu, akienda kumuongoza kwenda, ndio anafanyaje? My friend, anza kujizoesha sasa hivi. Mungu wetu anakufanyia jambo la kusurprise. Zile surprise zika kusurprise pia. Ikija ushangai. Tuko pamoja? Anza kujizoesha sasa hivi. Amen. Kwamba ninamiliki chuma changu. Wewe maana chuma? Unaelewa chuma? Anza. Ili ikija sasa mtaka uipata gari huyu. Wewe unakuwa libukeni. Ukiona kushangaa, yaani mwingine sasa hizi kutembea na gari. Muda mwingine anatembea barabarani, anatembea. Bwana vipi? Juzi nilikuta mchungaji mmoja pale. Akaninong'oneza, "Gari iko wapi?" Nimeshaanza mdoto kwenye gari. Hapana, vya nini? Ndio unatembea tu mbona escort tunabite. Unaposubiria chuma chao kije, unao escort. Muda mwingine kwenye gari wote kwenye gari hapana. Ndio tunatia moyo. Sasa wengine tunapowatia moyo wanatushangaa, gari iko wapi? Hapana. Sasa mlipukeni utajua. Kwa nini? Tunaanzia kwenye nini? Fikra. Amen. Tugeuze kwanza nini? Kuwaza kwetu. Yale ya kale sahau. Mapito ya kwanza sahau. Anza kuona kuna msimu mpya unakuja bora kuliko huu. Lazima ujiandae mapema kifikra. Tumeelewana vizuri? Isaya 43:18. 43 Isaya. Mpo umelala. Isaya 43:18. Anasemaje pale? Jamani anasemaje? Anasema msiyakumbuke mambo. Kwa hiyo jamani, kuna mambo ya nini? Kuna mambo ya kwanza. Mungu anakuambia ya kwanza usiyakumbuke. Inawezekana mwaka jana, mwaka juzi ulisitu kafeli. Mungu anakuambia usikumbuke. Amen. Kuna jambo jipya. Kwa sababu inawezekana zile fikra za mwaka jana zikakuzuilia jambo lako jipya lisifanyike. Usikumbuke. Rudia tena. Wala msiyatafakari mambo ya zamani. Sasa ya zamani hapo ndio unajua ni yapi uliyopitia. Mungu anataka ujiandae mapema kisaikolojia. Amen. Anza kujiambia mapema kabisa, ambia wewe sio size yangu, sio? Anza kujisemea. Yaani nafsi yako ianze kuzoea mapema. Mungu anapokuja kukutendea, ushajiandaa kupokea. Umenielewa? Si neno tayari limeshakuja.
Kwa hiyo anza maandalizi mapema. Yaani ni sawasawa na wewe mama mwenye una uhakika kuja kuzaa, anzaga mapema kwanza resepe. Na dish na mnono weka ndani. Buku tunaweka ndani. Vibaya. Unasema vibaya? Wanaweka imani, hawana imani. Upo. Weka mapema. Sina ndiye atakupokea. Sina mimi nitapokea. Mfumo yake kwa wapi? Huyo mwenye mashaka hana nini? Hana imani. Mbona mimi nimeenda kusomea driving nikapata leseni sina gari? Kwa hiyo ni vibaya. Kwa nitaka nisubiri nipate gari ndio nikasomea driving. Maadamu una uhakika wa jambo hili kutokea, fanya maandalizi mapema, nitakuta mbele ya safari. Nilimwambia mtu mmoja mwaka juzi hapa. Nikamwambia nenda kaulizie shela. Linauza shilingi ngapi, kapime na kupima. Wakiamua kuja kuchukua nilimwambia kwa mpole nitakuja. Wakawa kama anaongea kama mweu. Wote walishaolewa. Sasa imani. Na wewe kama bado nenda kafanya window shopping. Bwana hizo share shilingi ngapi? Nataka zile za bei. Usitake za ajabu za buku zile. Expensive. Maana wewe ndio matao. Wewe usichukulie poa. Dadi wako ni trillionaire. Ana hela. Kaulizie. Mpendwa, lini utakuja kuchukua? Scroll down. Usiwe na pressure, usiongee. Maana maskini akiongea ndio huyo ana hela. Sogea kwa wasiwasi. Utakuja tu na wewe na. Hata kama mwenyewe hujui bwana. Afu mwambie bwana, si mbona nimeenda kupima? Fanya kitu bwana. Nataka jambo jipya. Nimechoka ubachela. Kulala peke yangu no. Nikigeuka mwenyewe baba. Nikigeuka na mtu tu. Baba, kumbuke bwana. Jambo jipya. Utashangaa. Kuna kijana kacheka huko. Baba hapo penyewe baba, kazia. Piga msumari faza. Amen. Anza kusahau bachela. Anza kujiona I'm a Mrs. of somebody. Yaanza kukaa mkao kimkemke. Hapa ndo nampikia mume wangu hapa jamani. Nitakuwa nampokeaje? Akiwa anakuja anambia, "Jamani mume wangu karibu ndani." Unaendeleaje? Pole na kazi. Unafanya mazoezi. Sio ikija unaanza kuwa mgeni, unaanza kutafakari nipokeaje. Fanya mazoezi mapema. Wengine wanapata shida, hata maji ya kunywa upigwe goti hivi kwa sababu hakujizoeza. Unaona kama uchuma bwana, unipaje kama useka mlingoti hivi. Bwana. Fanya mazoezi. Chukua maji sasa, mtokana nampatia mume wangu hivi. Na mume wangu maji ndio haya hivi. Kunywa kidogo Sasa rafiki yangu nataka kunyweshwa, nilinyweshwa siku ya harusi. Ile MC akasema mgeukiane. Nyweshe huko na unyweshe. Ndio mara ya mwisho. Mwaka 11. Sijaiona tena. Unawekea tu kwenye meza maji hayo bwana. Tabu kani. Shabash. Koloboi. Los, anza mazoezi mapema. Kwa nyumbani. Mume wangu pia anakuja nitakuwa na kai. Nitakuwa nampokea jamani mume wangu. Umeendelea na. Unaanza kula mazoezi mapema. Sio video unaanza kushangaa. Bita ananiangalia. Smart. Baba ushaanza baba. Baba umeanza. Wacha nianze kutamaliza mwenyewe. Yasahau. Usiyakumbuke mambo ya kwanza. Kwa tunapopokea jambo jipya kutoka kwa Bwana, yale ya kwanza sahau. Unanielewa?
kuna kitu special Mungu anaenda kufanya, lazima ya kwanza uyasahau, weka pembeni. Yaani jiambie kabisa, mimi sio yule wa kuingia kwenye daladala. Kama hujapanda kwenye daladala, konda na 500 tafadhali, na 500. Simo Mungu. Ni ng'ombe mapema basi. Nisika kifumbi kwenye kushuka. Jamani, hizo sio type zetu. Mwambie mwenzio hizo sio vitu vyetu. Mwambie kabisa sio vitu vyetu. Rose na msaka. Kuna mwingine mkujana na konda kisa 50. Chenchi yangu, shuki mpaka chenchi yangu 50. Kuna jambo jipya Mungu anakwenda kukutendea. Utamwambia keep change, uwe na amani. Bwana ameshanibariki. Hatulizii vitu vidogo vidogo, sio vitu vyetu. Sio vitu vyetu, narudia tena. Tushahama huko. Vocha za jiolojia tushahama. Tunajaza furushi la mwezi. Hapo tuangalie salio. Ila mwanzo kuna mema za chagia imebakia sekunde ngapi? Sio vitu vyetu hivyo. Bwana kufanyia jambo jipya. Bwana kutendea jambo jipya. Tusiishi maisha kimaskini. We are not a poor. Amen. Sinisikia amina? Sinisikia amina? Ufunuo 21:4. Lazima mambo ya kwanza yapite. Ufunuo 21:4. Haya, nasemaje? Naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwako tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwako tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha. Anza kujiambia mambo ya kwanza yamekwisha kufanyaje? Jiambie kabisa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Unajiambia. Unaomba naye, hakuna maumivu tena. Hakuna kuombaomba. Hakuna kopakopa. Hakuna kulialia shida. Hakuna kuhangaika. Unajiambia. Na nafsi yako ielewe. Hakuna kutumia dawa tena. Hakuna kuumwa tena. Mimi sio mtu wa hospitali tena. Unajiambia. Unachokisema kitakuwa. Sasa usipojifunza mwenyewe kujitamkia, mwili ukishazoea shida, ndugu yangu, hata nisikilize. Mtu aliyezoea maisha ya jela, aliyezoea maisha nini, akija kutolewa siku kwa msamaha wa rais surprise, hajajiandaa kwa mimi, ipo siku nikitoka hapa sitaki tena kurudi huku, utamshangaa kirudi. Lazima afanye tukio tu. Ameshakumisi wapi? Yule ambaye alishajiwekea mentality kule, siku nikitoka sitafanya upumbavu nikarudi huku tena, hawezi kufanya vituko. Uliyezoea kule na akili yako ishazoea kule, ukikaa ulaiani unaona kabisa huko ndio utumwani. Yaani ushazoea maisha kule. Baada ya muda tutakuwa tunarudi wapi? Umeelewa? Kama mentality yako ishazoea maskini, Mungu akikutoa kwenye utajiri, my friend, tutakuwa na kesho tunako kule. Upo kule tena. Anza mabadiliko ya kweli yanaanzia ndani kwanza wewe. Yaani kabla nje Mungu hajafanya kitu, ndani yako kwanza anza kubadilika ndani. Ndio maana Mungu anapoleta neno kwa ajili ya kukuandaa. Ili Mungu anapofanya jambo mwilini ulishaandaliwa mapema kupokea hili jambo. Mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Unajiambia ukiamka, jamani, shikilia neno. Simamia nini? Neno. Ni yale sema mambo ya kwanza yamekwisha kupita.
hakuna misiba, hakuna kilio, hakuna maombolezo. Ukiamka unasema Baba, kama ulivyosema, hakuna kilio tena, hakuna maombolezo tena, hakuna misiba tena, hakuna kuonewa tena. Maana ya kwanza yamekwisha kupita, nami nakiri maumivu yamekwisha kupita, yale magonjwa yamekwisha kupita, yale maumivu ya moyo kuna nitesa yamekwisha kupita, kisukari kimekwisha kupita. Unajiambia mwenyewe, lakini bado kisukari kimo, bado maumivu, lakini mentality yako unaanza kuiambia hii kitu ishapita kwangu. Utakuja kuona vitaondoka kwa namna ambavyo mwenyewe hujui. Ndio utakuwa ni mwanzo wako mpya wa kuishi bila dawa. Kuna watu hapa hawalali bila dawa. Kuna watu hawalali bila sindano. Si ni kweli? Sasa hayo maisha tili wewe. Bwana sifiwe. Yuko wapi bwana binti yangu nani? Kapigwa tukio. Kaenda hospitali, sikaambiwa sina mdunda vya tumbo, sina vikorokoro gani. Kanipigia simu. Nikamwombea. Pale kuna kitu Mungu alikifanya. Akasema zile dawa kuanzia pale sasa vidonda vya tumbo aliacha, akasema sinywi tena. Na nilisema mpaka kesho kutwa. Kwake Mungu alimpa ukurasa mwingine wa kutumia nini? Dawa. Kama vidonge sio vidonda vya tumbo viko kurogana sana, mimi sikuwa navyo. Jamani, si kila kitu ni ugonjwa halisi. Vingine ni matengenezo ya ufalme wa giza. Ukivikubali utakunywa madawa ya kwenda kutibu kile halisi, inakwenda kuongezea sumu kwenye mwili wako. Baadaye kuna mama mmoja tulimzika pale chini, wamekwenda kumpima, vidonge vimerundikana ndani, umeshaua figo, kafa. Lakini nini? Unashangaa kuna tibia kitu ambacho si halisi, unakunywa madonge ambayo sio ugonjwa halisi. Wanakutengenezea tu, wakikupima hivi una kisukari, dozi nyingi, wakikupima una pressure, dozi hizi hapa. Lakini madongo unayokunywa sio ugonjwa halisi, unaongeza matatizo kwenye mwili. Mimi nakufundisha neno, sikukatazi kwenda kutumia dawa, na kufundisha neno. Anayeamini litakuwa kwake, mambo haya kwake itakuwa ni ukurasa mwingine mpya. Utasahau mambo ya kwanza kuishi kwa dawa, utasahau mambo ya kwanza ya kuishi bila nini. Bwana hapo sifa. Tuko pamoja? Mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Kwenye jambo jipya huku maumivu hayapo tena. Na kuomba jizoeze kwenye akili yako. Ukiona huelewi, umeona mfano nilikupatia hapa weka mstari. Sawa Afuka upande wa pili. Jione ndio hivi ulivyo, una matatizo, una nini? Sawa. Afu ukivuka sema ninapovuka hivi, nimeacha wapi? Fanya haya mazoezi. Amen. Mwambie yale yote nimeshaacha wapi? Nimeacha huku. Mimi huku ni mtu mwingine. Wewe mateso staki nikuone. Unajiambia kama wewe fulani hivi. Imani lazima chizi. Lakini mwenye akili timamu. Alafu yale ambayo unayatamka kama wewe mwenye akili timamu yatakuja kuwa halisi. Kama amesema tusiyakumbuke, kwa ukishavuka huko unasema sitaki niyakumbuke tena. Kuonewa sitaki nikumbuke tena. Mimi sitaki nikumbuke tena. Kama alivyoambia Rutu usifanyaje? Kwa naona pia kabisa sitageuka nyuma kwenye magonjwa, sitageuka tena kwenye nini, sijajua unachokipitia. Jiambie, fanya hayo mazoezi mwenyewe. Utakuja kuniambia. Kabisa. Mimi sinakwambia hivi leo. Lakini mazoezi niliyofanyaga juzi. Leo yako inatengenezwa na jana. Kesho yako inatengenezwa na leo. Kama ulikosea jana, tengeneza leo, kesho bora. Utakuja kuikuta kesho yako. Na kueleza sasa, neno limetukuta sasa, tunatengeneza kesho yetu bora. Kuna jambo Mungu jipya anatufanyia. Tulitengeneze hapa. Tumesema pale ule mfano wetu, jambo lako Mungu alikwambia lipo tayari, si ndio? Kama unaomba unalivuta. Unavyoomba unataka kufunga unalivuta. Kuna siku utakuja kuliona likiwa halisi. Ili hapa.
afuta mshukuru Mungu wako. Lolote uliomba ambalo halijatokea, si kama Mungu ameshindwa kufanya, ni uvivu wako Kwenye uvivu hapo ndio unielewaje sasa. Kwenye uvivu hapo unielewe. Kwa sababu nyinyi mshazoea pokea, I receive. Receive pokea gani? Amen. Pokea nyumba, amen. Hayo nyumba amka kesho kama utakuta nyumba inakuangalia nje. Neno hilo la kinabii lina jukumu la kulifanya mpaka upokee hicho tunachofanyaje? Kwa sababu unapokea rohoni. Mchakato wa rohoni kuja mwilini, ndio hao wanakuambia pokea, hawakwambii. Mimi nakwambia kila neno la kinabii lipo tayari, limeshakuwa. Ili lifanyike unahitaji jitihada yako. Alimtabiriaga haijatokea. Sio kosa la nabii aliyekutabiria wala mtumishi aliyekutabiria. Tatizo ni kwako wewe uliyetabiriwa, ulifanya nini baada ya kutabiriwa? Jambo la tatu, hali ndio mtakaye kuyasikia. Amtakaye kuyasikia. Mtabu kama ni makinda ya njiwa. Mekato umetona mdomo hivi. Baba akamtafutia huko afa kijana anamweka. Amen. Mimi na chakula na kuwekea hapo, kula mwenyewe. Sasa mtoto miaka 2 hajui kula kweli? Hapa sio malezi. Huruma sio malezi. Ya tatu. Uwe tayari. Hapa naomba sana tuelewane vizuri. Uwe tayari kupokea jambo jipya. Uwe tayari. Na utayari ni roho. Uwe tayari kupokea jambo jipya kutoka kwa Bwana. Uwe tayari kupokea jambo jipya kutoka kwa Bwana. Uwe tayari. Ninachokueleza hapa ni kukuandaa na ukuwa tayari. Amen. Lipo linakuja, ila utayari upo. Yaani kama huyu mama ambaye tayari ni mjamzito, si ndio? Lazima ajiandae, awe tayari kupokea nani? Sasa maandalizi ya kuwa tayari lazima, ndio maana kule manesi mkienda hospitali nyinyi mliokwenda kule hawakupokei bila kuwa na nini? Sio nguo tuko kwa, si ndio? Wala kitu kuzalishia, si ndio? Ukienda bila hivyo, tafsiri yake nini? Haukujiandaa. Sasa mimi nakwambia uwe tayari kupokea jambo jipya kutoka kwa Bwana. Uwe tayari. Yaani kama huyu mama ameshaandaa nepi, ameshaandaa sweet towel, ameshaandaa sweet baby show, huyo ni mama kweli ameshajiandaa. Ana hamu kubwa ya kupokea mtoto. Upo. Kwa hiyo uwe tayari kupokea jambo jipya kutoka kwa Bwana ambalo ni bora kuliko hilo unaloliona au ulilonalo. Ambalo ni bora kuliko hilo ulilonalo au unalolipitia. Jione kuna kesho bora kuliko hii. Amen. Kuna kitu bora zaidi Mungu anachokuandalia kuliko hiki ninachokipitia. Naomba nirudie tena. Uwe tayari kupokea jambo jipya kutoka kwa Bwana ambalo ni bora kuliko hilo unalolipitia au ulilonalo. Rebeka, unanielewa? Nitakuja kuangalia nafsi zangu baadaye. Ufunuo 21:5. Uwe tayari kupokea jambo jipya. Bwana Yesu asifiwe. Ambalo ni bora kuliko sasa au maisha unayopitia au ulionayo. Tuko pamoja? Sasa nisikilize. Na Isaya 6 mstari wa kwanza mpaka wa 4.
Bwana asifiwe. Nimesema uwe tayari kupokea jambo jipya ambalo ni bora kuliko zamani uliokuwa nayo. Sawa sawa, eh? Sasa angalia, ili Mungu akutendee na kufanyia jambo jipya lionekane. Kumbuka, kuna vitu kwako inawezekana ni vizuizi na vikwazo vya Mungu kukutendea jambo jipya. Kwa Ibrahim, ile Mwanzo 13 inatuonyesha, bila nasema baada ya Ibrahim 13, Mwanzo 13:14, baada ya Ibrahim kutengana na Rutu, nimesema Mungu akamwambia, sasa inua macho yako, angalia upande wa mashariki, kaskazini, magharibi na kusini. Amesema utaenea, nitakupa nchi hii wewe na uzao wako, baada ya kutengana na Rutu. Nimesema uwe tayari kupokea mwanzo mpya ambao ni bora kuliko huo au hayo unayopitia sasa. Hayo unayopitia sasa, ili Mungu ayabadilishe sasa, kuna vitu Mungu atabidi aviondoe kwako. Swali linakuja, uko tayari? Inasikia ulizoea kutembea na Rutu, lakini kumbe Rutu ndio anayemzuia Mungu asikutendee jambo jipya. Swali, uko tayari Mungu kumwondoa Rutu? Isaya 6:1 nasemaje? Baada ya kufa mfalme Uzia, nalimwona Bwana ameketi na makerubi amefunika mbawa zake. Baada ya kufa mfalme Uzia. Kwa hiyo Mungu anapokufanyia jambo jipya, uwe tayari kwenye mabadiliko Mungu anakwenda kuyafanya kwako. Kuna vitu Mungu ataviondoa, kuna watu Mungu atawaondoa, kuna marafiki Mungu atawaondoa. Uko tayari? Sababu kuna watu inawezekana umeong'ang'ania, hao ndio wanakuzuilia jambo lako. Let them go, acha waende. Kuna wengine wapi wanakuja? Kuna mwingine baada ya kuondoka mtu fulani kwenye maisha yake anasema, yeye namshukuru Mungu, bora hata yule aliondoka. Sivyo hivyo? Hujanielewa. Bwana asifiwe. Nisikilize. Kabla mfumo mpya wa utendaji kazi wa Roho Mtakatifu duniani, ilibidi Yesu aondoke. Si ni kweli? Yesu anawaambia wanafunzi wake, nisaidie Yohana 16. Sasa uwe tayari. Kwa Yesu kabla ya kumleta Roho Mtakatifu ilibidi aanze kuandaa mapema wanafunzi wake, si ndio? Kuwaweka tayari na kukubaliana na yeye kuondoka. Inawezekana alikuwa anatamani sana Yesu aendelee kuwa nao, lakini kwenye msimu mpya kufanyika jambo jipya lazima wakubali Yesu afanyaje. Yohana 16. Yohana 16. 16 Yohana. Haya. Mstari wa 5. 16:5 nasemaje? Lakini sasa mimi naenda zangu kwake yeye aliyenipeleka, wala kuna mmoja wenu aniulizaye unakwenda wapi? Ila kwa sababu nimewaambia hayo, huzuni imejaa mioyoni mwenu. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Jamani, tuko pamoja? Kwa hiyo Mungu anapokutendea jambo jipya, uwe tayari. Kuna watu, kuna vitu vitaondolewa kwenye maisha. Tambo upo? Upo? Sikutolee mfano wewe, nikutolee. Mungu anapotaka kuletea bodaboda, inawezekana umezoea kutembelea basikeli, lazima basikeli aiondoe. Inawezekana kuna pita pale ajali pale na ndani kakosea njia, wewe kanusurika manusula,
lakini baskeli nyanga itamaniki. Ukabaki unalia, jamani Mungu, kwani kuona Mungu niambie mapema nisipite njia. Kumbe ndio njia Mungu akufungulia kurasa mwingine wa kitu bora zaidi kuliko hicho. Uzia alipokufa ndipo Isaya alimwona Bwana. Kwa hiyo kuna vitu lazima ukubali vife, uwe tayari. Jamani, amen. Inawezekana unalia kwa mtu fulani kuondoka amekufa, lakini Mungu anaona kabisa huyu uwepo wake kwenye maisha yako ulikuwa unanizuia mimi nikufanyie kitu kwenye maisha yako, ilikuwa ni kikwazo. Yesu anasema mimi yanifaa niondoke. Kuondoka maana yake ni sana kufa, lakini nikiondoka kuna mwingine bora zaidi kuliko atakuja. Wanafunzi wa kuelewa ile somo. Sasa niwaambieni rafiki zangu, nisipoondoka huyu naye waambieni haji. Kwa hiyo jambo jipya linapokuja kuna vya kale lazima ifanyaje? Wenzangu na mimi yupo. Hajaishi kuna kakochu likapenda sana. Kuna mtu anataka abadilishe show yako ya sebuleni. Uliyezoea maisha ya kale. Katika kochi usikatoe basi. Wewe umeshaitoa vitu vipi vya milioni ngapi? Umeangalia katika kochi kako kazi kamsapatola. Wewe inaonekana kabisa kujiandaa kwenye msimu uliomba, lakini Mungu badilisha maisha yako, si ndio? Mungu nifanyie kitu baba pasa bila ya makochi nimeyachoka. Sawa. Ulijiandaa kwenye msimu mpya? Okay. Mtu ameguswa. Kaja tu kutembea kwa nyumbani, alivyoona vile Mungu akasema naye, si ndio? Akamwenda kufungasha huko na kuletea. Sasa anaomba nataka hizo zote vitoe. Kuna kakochi kako nakapenda mwenyewe. Lakini hapo niachie. Sasa kakibaki kana kuleta vitu vipya, kanalibu nini? Kanalibu show. Inawezekana ulikuwa naomba upate mtoto, lakini ulikuwa hauko tayari. Sio ndio tunasema? Alikuwa hajanielewa bwana. Mungu anapotaka kukutendea jambo jipya, yale ya kale aliyosema yameshapita ya kwanza, lazima yaondoe ili usiaone tena. Kwa nini kwambia unaporuka unaposema yeye sitaki tena, ukishasema hivyo Mungu ataondoa. Sasa sikilize. Kuna marafiki ambao hawakufai kwenye maisha yako. Hajaishi unawapenda kiasi gani, hawakufai. Kwenye msimu mpya Mungu anapotenda jambo jipya atawaprune. Usishangae kupigia tena simu. Mbona leo wako mbali sana chozo? Mbona sasa kama amebadilika? Sio amebadilika, usilazimishe. Ndio Mungu anawaondoa mdogo mdogo. Unanielewa? Kuna walio bora kwenye upya wako, walio bora kuliko hawa. Alafu baadaye Mungu akishafanya jambo lake ndipo nasema bora tu fulani aliondoka. Sasa tunaanza kumuelewa Mungu. Lakini alipowaondoa akili asikuelewa. Kwa sababu uliwapenda. Hujanielewa. Hebu fikiri wana wa Israeli wamekaa miaka 450 Misri, si ndio? Leo Mungu anawatoa Misri. Manake wale majirani mliozoea kuombana na chumvi, si ndio? Ukipika kakuku kidogo nampelekea na kapaja, manake leo tena mama amesha utakuwa tayari. Ndio maana sasa walipofika jangwani, Mungu alipo minya kidogo tu. Angalia ile Hesabu 13. Hao ni watu ambao hawakuwa tayari kutoka. Hesabu 13. Lazima ukubali vitu vingine Mungu aviondoe, uwe tayari. Hesabu 13. 3:11. Aya, Hesabu 11 mstari wa 4. Hesabu 11 mstari wa 4 inasemaje? Kisha mkutano wa wafuasi waliokuwa kati yao wakashikwa na tamaa, wana wa Israeli nao wakalia tena, wakasema, ni nani atakayetupa nyama tule? 5, naomba mnisaidie. 1, 2, 3.
Twakumbuka nini? Samaki tuliokula huko wapi? Misri bure, na yale matango na matikiti na mboga na vitunguu na vitunguu saumu na pilipili na bilinganya na leo unaongeza mwenyewe. Tunakumbuka hao ni watu ambao hawakuwa tayari kufanyaje? Kutoka Misri. Mtu ambaye alishajiweka tayari kutoka kwenye eneo fulani la kimaisha huwa kumbukaji alikotoka, huwa kumbuki. Umeelewa? Yaani mtu ambaye, nisikilize, dada moja, huyu mwanaume alimtesa kweli, kamfanyia matukio ajabu kweli, akaamua achomoke. Nataka uone mtu aliyekuwa tayari akaamua fanyaje. Sasa leo huyu unapokuja kumshauri, bwana rudi tu watoto akuelewi, bwana posifa, hakuna ambacho atakikumbuka huku, kwa sababu tayari ndani yake alishafanya maamuzi kwamba kwa haya aliyonifanyia, kwa hiki alichotendea, niko tayari kufanyaje? Sigeuki wapi? Huyu mtu mshauri arudi. Umeelewa? Sasa yule ambaye hakufanya maamuzi ya kujiandaa, kesho vikiumana, maisha yamekuwa tight. Baba nani? Msamehe tu. Msamehe tu. Msamehe tu, bahati mbaya tu. Nataka nirudi. Wewe hamna kitu. Urudi wapi? Aliyefanya maamuzi ya kuondoka, uwezi kumshauri, anasema uko sirudi. Bora nife huko sifanyaje? Sirudi. Kachapa matukio, akafanya maamuzi ya kuondoka, afu kesho kushauri eti arudi. Sema hapana. Anasema nimesahau nini? Mimi sirudi. Sirudi. Kwa nini? Huyu ni mtu ambaye tayari kabla ya kuondoka alishafanyaje? Kisaikolojia alishafanya nini? Maamuzi. Kwa tunapoamua kuondokana na yale ya kwanza ya kale, hatutaki kufika huku Mungu anatufanyia. Tunaposubiri Bwana atupatie Kanani yetu, tuanze kukumbuka vya Misri. Unanielewa? Kanani yako iko tayari, nishakwambia iko tayari. Ila sasa unapoisubiria Kanani yako, usikumbuke tena wapi? Misri. Uwe tayari. Kuna bora yako, kuna kesho yako bora kuliko hayo unayopitia sasa hivi. Anza kujiambia, Mungu najua yako maisha bora, yako mema ambayo umeniandalia, ambayo ni zaidi ya hayo unayopitia. Tuko pamoja? Najua Mungu hata wakiondoka hawa, kuna marafiki wazuri kuliko hawa na wapoteza. Yesu anajaribu kuambia, jamani, yanifaa mimi niondoke ili huyu Roho Mtakatifu aje. Nisipoondoka haji. Ukiendelea kung'ang'ania hao, kuna mambo bora, jambo jipya Mungu anataka kukutendea halitafanyika. Narudia tena, uwe tayari. Naongea na mtu. Nifundishe ile somo nadhani jana juzi. Akisema baba, ni jana nilipokea SMS voice call. Baba, tunashukuru Mungu. Umesema ni mwezi kupokea jambo jipya, lakini sisi jambo jipya tulipokea, tumeondokewa na baba mzazi. Nasema ni kauli za kishujaa. Ni jambo lake jipya. Tuko pamoja? Na kueleza hapo, uwe tayari. Kuna kitu kitakwenda kutokea. Amen. Ni kipi sijui. Kuna wengine inabidi Uzia lazima afe ili uweze kuona, macho yako yamuone Mungu. Uzia akaendelea kuwako, Mungu kumuona sahau. Ili Mungu akufanyie jambo jipya, kuna vitu lazima Mungu aviondoe kwenye maisha yako. Kubali kupoteza ili upate zaidi. Narudia tena. Kubali kupoteza ili upate zaidi. Narudia kwa mara ya mwisho. Kubali kupoteza ili upate zaidi. Naomba usimame.